ukipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, watu wanaweza wakashangaa, mbona anapitia changamoto za hatari lakini ni mshindi bado? Kwa sababu una nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata kama huna pesa ni kama una pesa. Hata kama umekataliwa ni kama unapendwa na kila mtu dunia nzima. Hata kama huna chakula ni kama umeshiba kila siku. Kwa nini? Unawezeshwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya nguvu ya Roho Mtakatifu, inatuwezesha kwenye maisha. Inatuwezesha kuishi maisha ambayo Kristo anatakiwa kuishi. Kwa hiyo nguvu inazalishwa na Roho Mtakatifu. Tunapojazwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anatutia nguvu. Kazi ya kwanza ya nguvu ni kutuwezesha kuishi, uwezo wa kuishi. Kazi ya pili ya nguvu hiyo ni uwezo wa kumtumikia Mungu. Uwezo wa kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu ni pamoja na kushuhudia. Kumtumikia Mungu ni pamoja na kufungua watu, ni pamoja na kuhubiri, ni pamoja na kuhudhuria ibada, ni pamoja na kutoa sadaka, ni pamoja na kuwashauri wengine watembee katika njia sahihi ya wokovu, ni pamoja na kuwatia moyo wengine waliovunjika moyo, waliokata tamaa kwa ajili ya upepo, kwa ajili ya hali, kwa ajili ya shida, kwa ajili ya majaribu. Huko kote kumtumikia Mungu, ikiwa ni pamoja hata na usafi wa kanisa, ikiwa ni pamoja na kuimba na kuabudu, nako ni kumtumikia Mungu. Tunatiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Bila kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu, utaanza kasi na utaisha kasi hivyo hivyo. Utaanza na moto na utamaliza vibaya kuliko. Kuna watu walianza na moto wa kutumika mpaka ukasema Yesu kapata. Mwisho wake mpaka unasema aliyeyukia wapi? Alikuwa anajidai. Sio alikuwa anajidai, alimaanisha, lakini nguvu ya Roho Mtakatifu alihitaji. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu huwezi kuendelea, huwezi ukafaulu, huwezi ukatumika. Ukiona mimi nimesimama hapa naanza kusema Bwana anasema kuna mtu ana shida 1 2 3, ni Roho Mtakatifu, sio mimi. Wala usinisifie. Wakusifia ni Roho Mtakatifu. Sema amina. Na wewe ukiamini yupo Roho Mtakatifu na kazi yake ni kuwatia nguvu watu wamtumikie Mungu, hutasema siwezi kutumika. Utasema hata mimi naanza kutumika tena leo, sio kesho. Mwambie jirani yako, mwambie Roho Mtakatifu si akina fulani tu, ni wa kwako pia. Na akikujaza wewe sio wa kawaida. Wewe ni mwingine. Una uwezo wa tofauti. Unaweza ukatumiwa ukafanya jambo la ajabu la kupita kawaida. Sema amina. Kwenye huduma, kwenye utumishi unaweza. Acha kujidharau. Unaweza. Mwingine anasema unajua mimi sikusoma darasani, nilikuwa na kuwa wa mwisho, nilikuwa nashika nafasi ya 47. Yaani hata ungefishika nafasi ya 110. Roho Mtakatifu angalia ulisoma au hujasoma. Roho Mtakatifu anakufundisha, anakusaidia, anakutia nguvu. Sema nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Akikutia nguvu unaweza. Nasema unaweza. Ahadi hiyo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwanza tukishapokea, 1 ni kwa ajili ya maisha, 2 ni kwa ajili ya kutiwa nguvu za kutumika. 1 ni nguvu kwa ajili ya maisha. Bwana atusaidie sana. Kinachowezesha katika maisha haya ni nguvu, neema na upako wa Roho Mtakatifu. Sema amina. Haleluya. Bila neema, bila nguvu ya Roho Mtakatifu, utobore. Sema amina. Jambo la 3, kuna mazingira duniani
Uchawi unausikiaga na kuusoma kwenye vitabu. Kuna uchawi, kuna manini, sijui nini, unasoma kwenye vitabu, unajifunza, unasoma, unasikiliza, unaona kama hadithi nzuri za kuvutia. Kuna mazingira ukihamia sio wa kusomwa kwenye vitabu, sio wa kutazama kwenye TV. Uchawi unafanyika kama heshima na sifa tu. Kijiji tulichohamia pale ni mambo ya kawaida kabisa. Watu wamekaa, wazee wanakunywa pombe. Akaja mzee mwenzake akachoma mkuki wake kwenye mguu wa mtu, akautunza, alafu akakaa kunywa, alafu akamwambia kama mwanamume chomoa mkuki, na yeye akachomoa, alafu hamna kidonda. Kijiji cha hivyo. Kama ulipoenda kule unaomba maombi, asante Yesu, asante Baba, asante kwa uzima, asante kwa neema, asante kwa kuwa umetupa nafasi ya kuamka salama. Huku sio asante Yesu. Huku ni fire. Ni fire. Sema fire. Huku ni maombi. Huku ni maombi. Uchawi yani ni heshima, ni sifa. Mtu mchawi anasifiwa na ndiye anapewa na wazifa kijijini. Mwenyekiti wa mtaa lazima uwe mchawi. Kachawi kazuri, balozi. Wewe sio mchawi, una masifa ya uwazi ya uchawi, upewi uongozi wowote. Mbaya zaidi sio tu kwenye nzengo huko na kwenye kijiji na serikali. Makanisa ya kule kijijini, ukisikia mzee wa kanisa ni kachawi kuliko wengine wote kijijini, ndio anapewa kuwa mzee wa kanisa, mwinjilisti. Yaani uchawi ni kawaida kanisani. Unafika tu kanisani, kwanza tunaambiwa ili kanisa tunashukuru tumepata mchungaji. Mchungaji wa kwanza alifariki, alifia madhabahuni, alikuwa na wahubiri wachawi, tulimkataza asihubiri wachawi. Akafia madhabahuni na mpaka leo tunamsikiaga saa 9 usiku anahubiri kanisani. Ndio kanisa la hivyo mmehamia. Viwango vyako lazima vibadilike. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Bila neema na nguvu ya Mungu utoboi, uvuki. Lakini jambo la tatu, nguvu za kushinda. Mwambie jirani yako, nguvu ya kushinda dhambi. Kwa Roho Mtakatifu ndiye anayeachilia nguvu ya kushinda dhambi pia. Hatushindi dhambi sisi wenyewe kwa kujishindisha. Hatujishindishi. Tunashindishwa, tunawezeshwa. Hakuna mwanadamu anayependa dhambi. Hakuna mwanadamu anayependa kwenda jehanamu. Hakuna mwanadamu anayependa kuharibikiwa maisha. Wote wanadamu wanapenda kushinda. Wote wanapenda waende mbinguni. Wanashindwa kwa sababu hawajapokea neema ya nguvu ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Wakijazwa nao ni washindi. Saidie kuhubiri, mwambie jirani yako, jirani, ukijazwa nguvu za Roho Mtakatifu, mbona utakuwa unashinda tu? Utakuwa unashinda tu. Kwa moja ni kwenye maisha yetu ya kawaida. Mbili ni kwenye kumtumikia Mungu, kuomba, kutoa sadaka, kuhubiri, kuimba, kufanya nini, kazi mbalimbali. Tunawezeshwa, tunatiwa nguvu na Roho Mtakatifu ili tutumike. Lakini tatu, kushinda dhambi. Dhambi, uovu, makosa. Kuna vitu vitatu. Kuna makosa, kuna uovu na kuna nini? Kuna dhambi. Wapentekoste mara nyingi wanaviunganishaga tu vyote viwe kitu kimoja. Kuna uovu, kuna dhambi na kuna makosa. Nimemkosea Mungu ni tofauti na nimemtenda Mungu dhambi. Ni tofauti na nimefanya uovu mbele za Mungu. Ni vitu vitatu. Amina. Naeleweka vizuri? Kwa yote hayo matatu, Roho Mtakatifu anaachilia nguvu ya wewe ufanye nini? Ushinde. Haleluya. Kwenye kumtumikia Mungu ndio mafunuo, maono, kufungua watu, kuponya watu. Hiyo ni namba 2. Unawezeshwa kufungua watu, kuponya watu, kuweka huru watu. Roho Mtakatifu anakuwezesha.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaelewa? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4 inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, wote walikuwepo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sema amina. Kunena kwa lugha ni udhihirisho, lakini Roho Mtakatifu akikujaza unatiwa nguvu. Sema nguvu. Kwa kunena kwa lugha ni udhihirisho. Wengi wanajua kijazwa na wananena tu, kazi ni kunena tu. Kunena kwa lugha ni udhihirisho kwamba umejazwa. Haleluya. Kwa hiyo kwa kifupi, ukijazwa na Roho Mtakatifu unabadilishwa, unapokea badiliko la kimwili mpaka la kiroho. Badiliko la kimwili, anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu anasema walikuwepo pamoja mahali fulani, Roho Mtakatifu akashuka akawajaza. Walipojazwa wakajawa ujasiri, uoga ukaisha. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu, ukijazwa kwenye mwili unatiwa ujasiri. Sema ujasiri. Ujasiri wa kimwili na kiroho. Ujasiri. Haleluya. Luka sura ya 11 mstari wa 13. Injili ya Luka sura ya 11 mstari wa 13. Luka sura ya 11 mstari wa 13 imeandikwa, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kumbe Roho Mtakatifu tunamuomba. Mwambie jirani yako, Roho Mtakatifu ukimhitaji omba, Yesu akupe. Tumeruhusiwa kuomba nani? Roho Mtakatifu. Sio anakuja tu, anaombwa. Mwambie Mungu, nipe ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Naomba ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Sema amina. Roho Mtakatifu anaombwa. Lazima uombe, uwe na maombi ya kuomba, kujazwa, kupokea, kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Na ndio maombi yetu leo. Amen. Mwingine anasema, mbona mimi nilishajazwa? Kujazwa sio mara moja. Ujazwe tena. Nasema ujazwe kwa upya. Nasema ujazwe tena. Haleluya. Kwenye Kiingereza wanasema to refill. To refill, refilling the power of Holy Spirit. Kujazwa tena. Kujazwa tena katika Roho Mtakatifu. Yesu endelee kulifill. Aendelee kulifill. Na kazi ya kulifill sio ya mara moja, ni ya kila siku. Kila siku alifill. Haleluya. Sema amen. Kujazwa kwa upya. Kujazwa tena na tena. Kujazwa sio mara moja. Ukijazwa mara ya kwanza, tamani kuendelea kujazwa tena na tena, tena na tena, tena na tena, tena na tena. Kujazwa kila siku, uendelee kujazwa katika Roho Mtakatifu. Uendelee kupokea Roho Mtakatifu. Uendelee kushushiwa nguvu za Roho Mtakatifu. Uendelee kushushiwa neema ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 7. Sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 7. Soma. Imeandikwa. Kwa sababu hiyo
ninakukumbusha chochea karama ya Mungu iliyo ndani yako, ulioipokea kwa kuwekewa mikono yangu. Chochea. Mwambie jirani yako chochea. 7. Kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Lazima uendelee kuchochea. Ukipokea nguvu, chochea nguvu. Ukipokea karama, chochea karama. Ukijazwa, chochea kujazwa. Uendelee kujazwa. Kila jambo la kimungu linahitaji kuendelea kuchochewa. Ukipewa utoaji, chochea utoaji. Ukipewa kuhubiri, chochea kuhubiri. Ukipewa uimbaji, chochea uimbaji. Chochea. Chochea. Karama inahitaji kuchochewa kwa upya. Kama vile mama anayepika kwa kutumia kuni au kwa kutumia mkaa. Mkaa ukipungua nguvu, kuni zikipungua nguvu au zikipungua, anaongeza kuni, anachochea. Anaongeza mkaa, anachochea. Moto usizimike, anachochea. Ndivyo ambavyo na kwenye ulimwengu wa roho kunahitaji wachocheaji, watu wanaochochea. Unahitaji kuchochea. Wewe ambaye hujajazwa, leo utaomba maombi ya kuomba Mungu akujaze. Wewe ambaye ulishajazwa, utaomba maombi ya kujazwa upya, maombi ya kuchochea ujazo, maombi ya kuomba ujazwe tena. Uendelee kujazwa na kujazwa na kujazwa.